أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao tumeupokea, mwezi ambao kwa kweli ni miongoni mwa miezi bora, na wenyewe ni bora zaidi kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anapouzungumza mwezi mtukufu wa Ramadhan anasema kwamba shahrullah. Kwa hiyo tuko katika mwezi mtukufu, mwezi wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwezi wa baraka, mwezi wa rehma na huruma, mwezi wa ata, mwezi wa wale watu wa kheri, kufanya mambo ya kheri, wale watoaji, mwezi wa kutoa, mwezi wa ibada, mwezi wa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tujue kwamba tunaishi katika mwezi ambao una fadhila nyingi, una ubora mkubwa, kiasi ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika khutba ambayo ameipokea Amirul Mu'minin Ali salawatullahi wasalamuhu alaihi, wakati akiupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, Bwana Mtume alisema kwamba ayuhan nas, enyi watu, innahu kad akbala ilaikum shahrullah. Angalia maneno haya, enyi watu, innahu, hakika, kad akbala ilaikum shahrullah, umewajilieni nyinyi, umewakabilieni nyinyi, umewafikieni nyinyi mwezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miezi yote ni ya Mungu, lakini huu angalia unavyonasibishwa. Kwa nini? Kwa sababu ya ubora na fadhila na mambo na matukio mazito ambayo yametokea yamo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Bwana Mtume asema innahu kad aqbala shahrullah, umwajilieni na nini mwezi huu wa Mungu? Umwafikieni na zawadi gani? Bilbaraka. Kwanza ndani yake kuna baraka kubwa, una baraka, milango yote ya baraka Mungu anaifungua. Wale watu wa kawaida ambao pengine siku za kawaida wanalala njaa, lakini mwezi huu wanapata chakula. Bilbaraka. Kwanza umwajilieni na baraka nyingi. Pili, warahma, umwajilieni ndani yake kuna huruma. Warahma, huruma, rehma ambayo inapatikana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo tunaishi katika mwezi wa huruma. Kila mmoja anatakiwa amuonee huruma mwenziwe. Mwenye nacho anamuonea huruma yule ambaye alikuwa hana. Bosi anamuonea huruma mfanyakazi wake. Mfugaji anawaonea huruma wanyama wake. Bilbarakati warahma, mwezi ambao umewajilieni kwanza na baraka ndani nyingi, lakini vile vile huruma iliyopita kiasi ya kwamba hakuna sababu ya mtu kuwa roho mbaya katika mwezi wa Ramadhan, kwamba anamiliki, ana uwezo, lakini majirani zake, ndugu zake hawajui wanaftari nini. Ndani miezi mengine unaweza ukafanya hiyo roho mbaya yako, lakini mwezi huu inatakiwa hiyo roho mbaya uiondoe, uishi kama Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anavyoelekeza. Unaishi katika mwezi wa Mungu. Kad akbala ilaikum
kwanza ni mwezi wa Mungu, ndani yake baraka nyingi ndo zilizojaa katika mwezi huu, lakini pili huruma ya kupindukia. Kama unafanyisha wafanyakazi wako kazi siku za kawaida kuanzia saa 1 asubuhi mpaka 12 jioni, mwezi huu basi punguza masaa 3, wafanye mpaka saa 10 jioni. Utafanya kazi maneno ya Mtume. Na vile vile katika section nyingine Bwana Mtume asema mwezi huu ni wa huruma, watu kuhurumiana, watu kupeana, watu kusaidiana. Kwa tunaishi katika mwezi bora, mwezi ambao mambo yake hayapatikani katika miezi mingine. Kwa hiyo lazima watu wawe na mabadiliko, waishi kwa kubadilika katika mwezi, wasiishi kama miezi mingine. Usile mpaka unamwaga halafu kuna majirani wanajaa. La, ukiandaa iftari nyingi basi isambaze kwa majirani yako. Mwingine hana anaftari lakini daku hana. Mwingine anaftari muhogo huo mwezi mzima au na hata samaki. Wewe mwenye uwezo tekeleza wajibu wako kwa kuwasaidia watu hawa ambao uwezo wao ni mdogo. Kwa hiyo jambo la pili ambalo tunalipata mwezi huu unakuja nalo ni huruma iliyopindukia. Lakini la tatu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema wal maghfira, umebeba jambo kubwa la msamaha. Tumemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makosa mengi ndani ya miezi 11. Tumechupa mipaka, tumemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi huu umewekwa special. Kama miezi ya kawaida, masiku ya kawaida, mtu anaomba msamaha kwa Mungu, basi msamaha uliokuwepo ndani ya mwezi wa Ramadhan ni mkubwa zaidi, ni maradufu zaidi, kwamba dua hairudi. Hii ni ahadi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndani yake mna jambo la maghfira, la msamaha. Ndio maana katika riwaya ambayo anaipokea al-Imam Sadiq salawatullahi wasalamu alayhi, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuqbilu biwajhihi ila an-nas, anawatokea watu katika mwezi wa Ramadhani, fayaqul, kisha anasema hivi, ya ma'ashara an-nas, enyi watu, idha talaa hilalu shahri Ramadhan, mwezi wa Ramadhani ukidhihiri, ukiandama tu mwezi wa Ramadhan, kwanza ghullat maradatu shayatin, vinafungwa, vinaweka kizuizini vitimbi vya shetani. Hili jambo la kwanza. Mwezi wa Ramadhani ukiingia, kwanza anayewekwa kizuizini ni shetani, asiwe nafasi ya kuwadanganya waja wema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asiwe nafasi ya kuwapoteza watu. Lakini jambo la pili, Bwana Mtume anasema wafutihati abwabu samaa, ukiandama tu mwezi mtukufu wa Ramadhan, milango ya mbingu inakaa wazi mwezi mzima. Wa abwabu aljinan, na milango ya pepo inafunguliwa. Maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, Bwana Mtume anasema kwamba kwanza shaitan anawekwa kizuizini na vitimbi vyake, mbingu milango inafunguliwa, milango ya pepo inawekwa wazi. Wa abwabu rahma, milango ya rehma inafunguliwa vile vile, inakuwa wazi. Wa abwabu rahma. Lakini la pili, wa ghulikat abwabu niran, milango ya moto, milango ya Jahannam inafungwa.
Moto hauna nafasi katika mwezi wa Ramadhan. Wa ghulikat abwabu nar, milango ya moto nayo hufungwa. Wastujiba dua, lakini jambo jingine kubwa, dua zinaitikiwa, zinapokelewa, hazina kizuizi dua zetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lidhalika katika khutba Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam nasema, fasalullaha rabbakum biniyatin sadiqa, muombeni Mola wenu kwa nia iliyokuwa safi, nia ya moyo wa ukweli wa imani, ukiamini kwamba maombi haya yanaenda kwa Mwenyezi Mungu direct, mubashara, moja kwa moja. Istujiba dua, maombi hujibiwa. Wa kana Allahu fihi inda kulli fitrin, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kila muda wa kuftari pale, utaqaun yu'tikuhumullahu minan nar, kuna watu wanaoachwa huru. Mwenyezi Mungu katika kila muda wa kuftari anawaacha huru watu kutokana na moto, watu ambao tayari walikuwa washapitishiwa, huyo anaenda katika jahannam waliiyazi billah. Lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kunatoka misamaha, kama vile maraisi wetu wamekopi hii, kwamba kuna kipindi rais anawaachia wafungwa, anawapa uhuru baadhi ya wafungwa waliotumikia miaka 20, 30, pengine wamehukumiwa miaka mingi na ibakia michache. Mungu hana kigezo hicho. Kila Ramadhani ikifika anawaacha huru watu na moto. Ajibu. Kwa hiyo kama utaishi vizuri baada ya Ramadhan bila ya kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila ya kuteleza, bila ya kudanganywa na sheitan, wewe utaishi na utaondoka duniani hali ya kuwa min alfaizin. Wa kana lillahi fihi inda kulli fitrin utaqaun yu'tikuhumullahu minan nar wa yunadi munadin kulli layla, na muhitaji anaita kila usiku wa Ramadhan. Kila linapoingia giza la usiku, mlinganiaji anatoa matangazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hal min sa'il, kuna muombaji yoyote? Kuna mtu yoyote ana shida, ana matatizo? Hal min sa'il, mlinganiaji huyu ananadi kutoka katika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hal min sa'il, kuna mtu ana tatizo, kuna mtu ana shida, kuna mtu ana haja. Kwa hiyo tuitumie Ramadhan kupeleka shida zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupeleka matatizo yetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwezi pekee ambao milango iko wazi 24 hours, hakuna kufungwa. Milango ya kila kitu, milango ya maombi, milango ya rahma, milango ya baraka, milango ya kila kitu, milango ya kusamehewa. Mlinganiaji anasema hal min sa'il, kuna muombaji yoyote? Hal min mustaghfir, kuna mtu yoyote anataka asamehewe? Taban hakuna alikuwa hahitaji msamaha wa Mungu. Sote tunajijua, balil insanu ala nafsihi basira. Tunajijua vipi tumeishi katika miezi ya kawaida. Miezi 11 tumeishije? Tumedhulumu mangapi? Tumeteleza mangapi? Tumekosea mangapi? Mlinganiaji ni hal min mustaghfir, kuna yoyote anataka msamaha? Kwa hiyo tujikaze katika mwezi wa Ramadhan, tusitumie Ramadhani ikawa ndio sehemu ya kulala,
sema sasa hivi kwa vile sili sana, muda mwingi nakaa na njaa, kila baada ya swala wewe unapata masaa matatu unalala. La sahih, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naumukum fihi ibada, lakini isiwe ni too much, kwamba huna muda wa kuleta istighfar, hupati masaa mawili ya kusoma Qur'an, hupati masaa mawili ya kuleta dhikri, hupati muda wa kumuomba Mwenyezi Mungu, hupati muda wa kusoma, kuhudhuria darasani, wewe ni kulala tu. La, sio hivyo. Hal min mustaghfir, kuna mtu yote anataka msamaha? Muhitaji anaita hivyo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaomba dua, Allahumma a'ti kulli munfikin khalafan. Alhamdulillah, nyinyi watoaji, wale ambao mikono yao mepesi, sio mabakhili katika kusaidia watu, hawako tayari kuona watoto wapo katika madrasa, katika vyuo, katika hauzat, vyuo vya kidini, halafu hawana iftari, hawana chakula. Bwana Mtume anasema hivi, Allahumma a'ti kulli munfik, ewe Mwenyezi Mungu mpe kila mtoaji, mpe badala nzuri, mlipe kizuri zaidi. Kwa hiyo tusiwe mabakhili katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tusiweke mavyakula katika mastoo mpaka yanaharibika alafu ndo unayagawa. Wako wanaohitajia, viko vyuo vya dini, ziko madrasa, wako maimam ambao wanahitajia, wako walimu, wako mashekhe, wako mayatima, wako wajane, wako watu wanaishi katika mazingira magumu, hawajui wataftari nini, watakula nini daku, na mtu anafunga. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema, Allahumma a'ti kulli munfikin khalafan wa a'ti. Angalia sasa, wewe unaofanya bakhili, Bwana Mtume anakuombea dua vile vile, wa a'ti kulli mumsikin talafa, kila anayejizuia kutoa mjalie mali yake ipotee. Kwa hiyo pale unaposhangaa uko nyumbani unasikia bwana golddown limeingia moto, hujulikani umetokea wapi, umeunguza kila kitu, kwamba una haki za watu hujazitoa, dua ya Mtume na kupata, wa ati kulli mumsikin talafa, kila ambaye anazuia haki, kila ambaye hayuko tayari kusaidia watu, kila ambaye anafanya ubakhili, huyu jalia mali yake ipotee. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu umezuia haki za watu, umezuia mahitajio ya watu. Watu wanahitaji, wewe umejilimbikizia. Bwana Mtume anakuombea Mungu dua ya mali yako ipotee, mali yako iharibike. Kwa hiyo pale unapoona unapata hasara, umefanya vizuri, umeweka walinzi kila kitu, lakini unakuja kukuta kuna mapungufu, dua ya Bwana Mtume imekupata, kwamba umeshindwa kuitendea haki, kwamba umesahau kwamba mali hii kwako wewe imepita tu, wewe ni jisiri tu, wewe ni mlango tu wa wengine kupatia haki zao. Kwa hiyo sisi ambao Mwenyezi Mungu ametupa neema, ametupa uwezo, tujue kwamba kuna hukuk sharia za watu ambao Mwenyezi Mungu amezipitisha kwetu, lakini sisi tukashindwa kuwa waaminifu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu mali yake haitolee khumsi, hatoi khumsi fungu, hatoi zaka, hatoi sadaka. Yeye ni fahari kwake kusifiwa tu fulani ni bilionia, ana matrilioni yamekaa. Hata Mungu akimpa taufiki ya kutoa, basi atatoa katika mambo ambayo si ya msingi, mambo ya ovyo, mambo ambayo hayana faida hapa duniani wala kesho akhera. Lakini katika haya ya msingi hana habari. Anaona matangazo, msikiti unaanguka, unahitajia bati 20 hatoi,
msikiti unahitajia sijui cement, hatoi. Kuna madrasa watoto watakusoma hapo, wapo chini ya miti, chini ya vibanda vya udongo. Watoto wanataka wapate mafunzo ya Mungu. Ikinyesha mvua ndo hakuna masomo. Anao uwezo banda la milioni 5, 10 kulijenga, lakini afanye. Wewe dua ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ambaye ameiomba, wa aati kulli mumsikin talafa. Bwana Mtume anasema, ewe Mwenyezi Mungu, kila ambaye amejizuilia kutoa, huyu jalia mali yake ipotee, jalia mali yake iharibike, jalia mali yake iingie moto, jalia mali yake waje wizi wamuibie. Haya ndio maneno ya Bwana Mtume Muhammad kwa wale ambao wanazuia hukuki nas, kwa wale ambao mwezi wa Ramadhani mayatima hawaftari, lakini yeye anamwaga mavyakula, ana mavyakula kwenye mastoo yanaoza, hana vya kuyafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataipoteza mali yako. Bwana Mtume al-Imamu Sadiq anasema maneno haya Bwana Mtume anaendelea nayo hata idha tala hilalu Shawwal, mpaka siku ukiandama mwezi wa sikukuu wa mfunguo mosi, nudia, unakuja mlingano mwingine, almu'minun an a'iddu ila jawaizikum, jiandaeni kwenda kupokea zawadi zenu, kwenda kupokea malipo yenu. Wale ambao wamelisha maskini mwezi wa Ramadhan, wale ambao wamesaidia wajane, wale ambao wamesaidia madrasa, wamesaidia mashekhe, wamesaidia maimamu, wale ambao, na alhamdulillah siku hizi watu wana fashion, na hili lazima tulisemee kwamba ikifika mwezi wa Ramadhan utaona kwamba watu wengi alhamdulillah wanaftarisha, lakini anayeftarishwa ni nani? Anayeftarishwa ni tajiri. Iftari imeandaliwa, lakini wale walikuwa pale na matajiri watupu. Akifika pale anakula sambusa moja na kikombe cha chai, hali kwa sababu hahitaji. Hizo ndio iftari za sasa hivi. Imekuwa fashion iftari, watu maalum. Yani mtu ameandaa iftari kwa ajili ya matajiri wenziwe, au wanaitwa pale ni watu wenye uwezo, watu wakubwa. Wakati huku kuna watoto wa mayatima, kuna watu ambao wana mazingira magumu, kuna watoto wa madrasa, kuna watoto hawana. Kwa nini usiandae iftari ukawapelekea watu wa aina hii? Kwa nini usiwaftarishe watu ambao kweli wanawahitaji wa iftari? Unamftarisha mtu ambaye akija kama amekula basi ni kitumbua kimoja na juisi, umemftarisha kweli, lakini umemftarisha mtu ambaye ana uwezo wa kujiftarisha zaidi pengine mara 100 ulivyomftarisha wewe. Lazima tubadilike. Kuna watu wana mahitaji ya kuftarishwa. Kuna watu siku 30 anakula muogo tu mweupe, ni riski. Lakini kweli billahi dunia tu, Tanzania watu tulionao wanapatikana vijana ambao wanasoma dini, wanakula muogo, hauna hata tonge kwa tonge, hata dagaa dogo dogo basi likaingizwa ndani ya hamna ndoo moja mwezi mzima. Iftari kimaliza hapo atakula maharage tambi. Yani mpaka mwezi wa Ramadhani unaisha, watoto mayatima wa Mungu, watoto wa madrasa, nyama wanaisikia buchani tu, haipiti katika vinywa vyao. Mchuzi wa nyama wanausikia tu harufu kwenye majumba, lakini wao unamaliza mwezi wa Ramadhani haipiti katika vinywa vyao. Yai wanasikia tu kama kuna mayai yanauzwa, lakini unamaliza mwezi wa Ramadhani alipiti yai la kuchemsha katika kinywa chake. Huku majumbani yanatupwa. Hawa ndio wakuftarishwa miezi hii. Hawa ndio wakupewa wale wenye uhitaji wa ukweli. Tusiwe kila kitu, katika kila kitu tukaika usanii, mpaka kwenye mambo ya kheri ya kuwaftarisha, ya kuwapa wenye mahitaji. Wapo walimu ambao wanasomesha Qur'an, lakini hajui anaftari nini.
Mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa baraka, mwezi wa huruma, mwezi wa kuwatoa wale wenye matatizo kwenye matatizo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaomba dua hii, anasema kwamba ukiandama mwezi, wale wote waliofanya mambo haya ya kheri wanaambiwa an aidu ila jawaizikum, jiandaeni kwenda kupokea malipo yenu, kwenda kupokea certificate zenu. Fahuwa yauma aljaiz, leo ni siku ya malipo. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhan ni mwezi bora, mwezi mtukufu, mwezi ambao umebeba mambo muhimu, na hususan mambo haya matatu ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika utangulizi wa hutuba yake wakati anaipokea Ramadhan, pale aliposema innahu kad aqbala ilaykum shahrullah bilbarakati warahmati walmaghfira. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin.